Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati huu tutaenda kumwomba Mungu kwa ajili ya kipindi hiki cha neno. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa falme, Mungu mwenye nguvu na uweza, asante Bwana kwa ajili ya neema hii ambayo umenipa kusimama mbele ya watumishi wako. Baba, nami najikabidhi mikononi mwako nikiomba utanitumie kama chombo tu kuyanena yale ambayo umekusudia, ili sifa na utukufu Bwana tukapate kurudia wewe kwa utukufu wa jina lako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tutakuwa na neno la Mungu linalosema uvumilivu. Lakini kabla sijaendelea au sijaingia kwenye neno, tunaweza tukajikumbusha kidogo kwa habari ya Ijumaa. Wale ambao waliokuwa kwenye mkesha wa Ijumaa, unaona kwamba tulijifunza kwa habari ya mateso. Tuliona kwamba Mkristo ni lazima apitie mateso. Bwana Yesu asifiwe. Tuliona kwamba mateso ni sehemu ya maisha ya Mkristo yoyote ambaye ameokoka. Na tukaona kwenye kitabu cha Petro jinsi alivyoonyesha kwamba Wayahudi walipomwamini Yesu Kristo, dola la Warumi chini ya mfalme Nero waliweza kuwainukia kipindi kile, wakawaua, wakawafanyia jeuri, na ikafikia sehemu hadi wengine wakakata tamaa ya kuendelea mbele. Wengine wakawaza kurudi kwenye dini zao walizokuwepo. Lakini unaona kwamba Petro alikuja kuwatia nguvu na kuwaimarisha kwamba wasiaona hayo mateso ni kitu cha kutisha, bali waendelee kumtazama Mungu mpaka mwisho, na kuonesha kwamba iko faida kubwa kwa wale ambao watakaovumilia mpaka mwisho, watakaoweza kustahimili hayo mateso mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo ndio tulikuwa tukiona kama vile mwalimu alivyokuwa akifundisha. Leo pia naona bado Mungu anaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tunaangalia kwa habari ya uvumilivu. Baada ya kuona kwamba mateso ni sehemu ya maisha ya Kristo yoyote aliyemwamini Yesu, tunaona kwamba ni lazima huyo mtu awe na uvumilivu kulingana na mateso ambayo tuliyaona katika kitabu cha Petro. Kwa sababu hiyo, yeyote aliyemwamini Yesu kama atakuwa na uvumilivu, ni uhakika kwamba safari yake itaishia hapa duniani, hataweza kurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaona wengi walikuwa wamekwisha kupata tamaa, wakaanza kurudi kwenye dini yao. Yamkini leo kama ulikuwa ni Mkatoliki, ukaanza kuwaza ni afadhali nirudi kwenye dini yangu kuliko kupata mateso ya namna hii. Wengi walifanya namna hiyo, na ndio maana tunaona Petro alikuwa akiwatia nguvu. Sasa leo Mungu ameleta neno hili kwa kusudi ili liweze kukutoa kwenye maangamizi. Ujue kabisa ya kwamba kama hautakuwa na uvumilivu kwenye safari hii ya wokovu, mbingu haikuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Watakaoweza kuingia mbinguni ni watu ambao wamevumilia mateso ya dunia hii, wamevumilia dhiki, kwa sababu ni njia ya dhiki. Hivi yasema njia iendayo kwenye uzima ni njia nyembamba, sio njia pana. Tena anasema imesonga, nao waionao ni wachache, lakini wengi wanaitamani njia hiyo. Kwa maana hiyo, kama utakosa uvumilivu kwenye njia hii, safari ya mbinguni kwako utakuwa unasikia, lakini hutaweza kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia Injili ya Mathayo sura ya 24 mstari wa 3 hadi wa 13. Nitakusomea. Biblia inasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraja wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia?
Yesu Kristo akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote. Takuwa ni watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba haya ni mazungumzo kati ya Yesu Kristo na wanafunzi wake. Tunaona kwamba wanafunzi wa Yesu wanamwendea Yesu, wanamwambia awaoneshe ni dalili gani za nyakati za mwisho. Tutajuaje kwamba huu ni wakati wa mwisho? Maana tunasikia tu kwamba ziko nyakati za mwisho, mambo ya kiyama. Sasa ndipo walipomuuliza Yesu, na unaona kwamba Yesu anawaambia dalili ambazo watakapoziona wajue kwamba wakati umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Na dalili ambazo tumeziona hapa ni dalili ambazo zimekwisha kutokea katika uso wa dunia. Kwa hiyo tunaona kwamba ni nyakati za mwisho. Leo vita tunaiona katika dunia, taifa na taifa linainuka kupigana. Mpaka tunapoongea tunaona vita ya Ukraine na wapi? Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona vita mpaka imesababisha na mafuta yamepanda bei. Hiyo ni mojawapo ambayo Yesu alisema dalili, mtakapoona mambo haya mjue kwamba wakati umekaribia. Dalili ya njaa nyingine tunaziona zipo. Manabii wa uongo tena ndio wamejaa. Leo tunaona manabii wengi wa uongo, wengi wanatumia mafuta, wanaodanganya watu, wanatumia sabuni za upako, wanaodanganya watu wengi sana, na watu wakijua kabisa wanahudumiwa na Mungu, lakini sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baadhi ya hizi dalili ambazo Yesu alizionyesha kwa sehemu kubwa tunaona kwamba zimekwisha kutokea. Kwa maana hiyo wakati huu tulionao ni nyakati za mwisho. Upendo wa wengi umekwisha kupoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaona neno moja ambalo Yesu Kristo anawaambia kwamba atakaye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa maana hiyo inawezekana ukaingia kwenye neema ya wokovu, ukaendelea. Lakini kadiri mateso yatakavyoendelea kuzidi, kadiri vita itakavyokuinukia, ukashindwa kuvumilia mpaka mwisho, ndio watakaoweza kushinda au kuokoka. Wale watakaopita kwenye, kwa sababu tukisoma watu wengi ambao waliweza kuingia katika ufalme wa mbinguni walipitia mambo magumu, walivumilia mengi, hatimaye wakashinda, wakafika mbinguni. Hawakuingia kirahisi, waliumizwa sana, walikutana na changamoto nyingi katika dunia hii. Lakini tunaona kwamba walipovumilia na kumtazama Mungu, hapo waliweza kushinda, na leo wako sehemu salama. Lakini wale wote watakaojifanya ni wajanja, wakauacha uvumilivu, mbinguni hawaendi.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaweza tukaona kwa kupitia kwa Yesu Kristo ambaye ni mwanzilishi wa imani yetu, jinsi gani ambavyo aliweza kutembea katika dunia hii, jinsi ambavyo Yesu alitembea katika mateso mengi. Aliteswa, wanadamu ambao aliwaomba yeye mwenyewe walimtesa sana. Alipitia kwenye kipindi kizito, alipitia majaribu mengi, walimkemea mate, walimtukana, na yeye hakuwa na kosa lolote, lakini tunaona walimfanyia yaliyo mengi mabaya. Na mamlaka alikuwa nayo kila kitu, yeye alikuwa ni Mungu, lakini alikuwa amevaa mwili wa binadamu kama leo. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba alipata mateso mengi sana. Kipindi anakwenda kuponya watu, wengine wakamuinukia wanataka kumuua, wengine wanataka wampige. Unaona kwamba hakuna baya lolote alilolifanya, kulingana na wema wake ambao aliufanya katika dunia hii, uliweza kumpelekea yeye akaingia kwenye mateso, uliweza ukampelekea yeye akaingia kwenye shida. Wanadamu wakamdharau, wakampiga kwa mawe, wakamchoma mkuki, mpaka mwisho tunaona kwamba amekufa msalabani. Lakini tunaona kwamba neno ambalo aliloshikilia ni uvumilivu. Alipitia magumu na mazito. Saa nyingine akaomba hata ruhusa kwa Mungu, amruhusu tu, kama inawezekana, Baba, kikombe hichi kiniepuke, lakini sivyo kama nipendavyo mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hapo siseme tu kwamba hayo maneno aliyatamka tu, ni baada ya kupitia kwenye ziki nyingi, kwenye changamoto, kwenye majaribu, kwenye mateso. Amekuja kukomboa dunia, lakini dunia yenyewe imemkataa. Kwa hiyo tunaona kwamba ilifikia sehemu akaomba maombi kama hayo, ikiwezekana Mungu amwepushe. Lakini kwa kuwa kusudi la Mungu ilikuwa ni lazima afe, azikwe, afufuke ili dunia iokolewe, kwa hiyo haikuwezekana. Mapenzi ya Mungu ilikuwa lazima afanyeje? Afe ili na sisi tufanyeje? Tuokolewe. Kwa hiyo tunaona kwamba kusudi la Mungu likaweza kutimia, wala Mungu hakuweza kumwepusha na kile kikombe. Tunaona aliweza kuvumilia mpaka mwisho. Hakumsusia Mungu akasema, Mungu umenileta huku duniani, mbona wanadamu wenyewe wananitesa? Mbona watu wenyewe ambao nimekuja kuwafia, kuwakomboa, mbona watu wenyewe hawanielewi? Hatuoni hayo maneno Yesu akilalamika wala akinung'unika, akimwambia Mungu, ni kazi gani umenipa? Mbona hawa watu nafanya matendo mema lakini wananirudishia mabaya? Mimi nimekuja kuwaponya, lakini mbona wananitafuta kuniua? Mbona wanatafuta kuniangamiza? Kwa ubaya gani ambao niliyoutenda mpaka hawa watu waweze kunifanyia mabaya kama haya? Lakini tunaona kwamba pamoja na mabaya hayo alipita huko akavumilia mpaka mwisho na akashinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule ambaye atakayeweza kuvumilia ndiye atakayeweza kushinda. Vinginevyo ndugu yangu, hakuna uwezekano wa kwenda katika ufalme wa mbinguni. Kama Yesu Kristo aliweza kuvumilia, leo yuko sehemu salama. Leo ameketi kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Dunia nzima leo inalisujudia jina lake. Jina la Yesu ndio limekuwa jina lenye nguvu kuliko majina yote. Bwana Yesu asifiwe. Miungu yote, mapepo na majini yakisikia jina la Yesu ni lazima yatetemeke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni jina ambalo linatisha, ni jina ambalo lina mamlaka, sio kwa mapepo, sio kwa majini. Tunaona sehemu yote tukitaja jina la Yesu, kila kitu lazima kiheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hilo jina alikujitokeza namna hiyo tu, alikuja tu kama upepo.
linafanya kazi kwa sababu aliyelibeba hilo jina alivumilia mateso mpaka akashinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo kwako wewe unataka kufika mbinguni, unataka uweze kushinda, lakini uvumilivu hakuna. Uvumilivu bado hauko kwenye kanisa, na hiyo ni hatari sana, kwa sababu tunaona kwamba kama Mkristo atakosa uvumilivu hawezi kabisa kushinda ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa lolote ambalo halitakuwa na uvumilivu halitaingia mbinguni, litaishia duniani. Litaishia duniani. Wote waliofika mbinguni walikuwa ni wavumilivu. Na maana ya uvumilivu sio kwamba ni raha, unapitia sehemu ngumu, unapata maumivu, ndio maana unaambiwa vumilia. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ambaye utamkuta anacheka alafu mwambie vumilia. Au imewahi kutokea? Bwana Yesu asifiwe. Huko kwenye sherehe ya mkini ni harusi, tena ni wakati wa kipindi gani kizuri kile? Keki. Ni wakati wa harusi imeloga, sasa pale ni keki inakatwa, alafu mwambie Bwana vumilia. Huyo mtu atakuelewa kweli? Bwana Yesu asifiwe. Maana uvumilivu unatumika pale ambapo kuna machungu, pale ambapo kuna dhiki, pale ambapo kuna mabaya, lazima mtu avumilie. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 19 hadi 23. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 19 hadi 23. Biblia inasema, maana huu ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni kwa kukumbuka Mungu pale ateswapo isivyo haki. Kwa maana ni sifa gani kustahili mtendapo dhambi na kupigwa makofi? Lakini kustahili mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio wema hasa mbele za Mungu, kwa sababu ndio mlioitiwa. Maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala ila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuje kwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona kwamba Petro anamwelezea Yesu Kristo jinsi ambavyo aliweza kuvumilia, jinsi ambavyo aliweza kupitia kwenye mateso. Na hapa anasema mtu akiteswa kwa sababu yeye ni Kristo, anasema ni heri yake kuliko yule anateswa kwa sababu ametenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mateso unayopitia pima, ni kwa sababu umemwamini Yesu au ni kwa sababu ya mambo yako unayoyatenda yakakupelekea mpaka kufikia kwenye hayo mateso. Kama ukigundua kwamba mateso hayo ni kwa sababu ya Ukristo wako, ni kwa sababu ya imani ulionayo kwa Mungu, hapo anasema una heri. Kwa hiyo kinachohitajika kwako ni wewe uvumilie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ni mtenda dhambi, ukiteswa, hiyo ni halali yako. Lakini kama ni kwa ajili ya haki yako mbele za Mungu, anasema Yesu alitukanwa lakini hakurudisha matukano. Alitemewa mate, atuone sehemu ambayo na yeye aliwatemea. Bwana Yesu asifiwe. Maanake aliumizwa lakini alivumilia. Hivi vitendo ambavyo alitendewa hapa, kama wewe leo ukivitendewa, sijui kama utafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Au nakosa lolote, mtu anakuja na kutemea mate, anakuja na kupiga,
hauwezi ukavifurahia. Tena kama hujaokoka na ngumi zitaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu tunaona kwamba alitendewa hayo wala hakurudisha. Alipigwa, akatembewa mate wala hakurudisha. Maanake aliumia, lakini alishinda. Kwa sababu gani? Uvumilivu ulikuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine akitukanwa, yeye anarudisha. Tena mpaka wako na walokole wanaorudisha. Sasa unashangaa huyu mtu ameokoka au anatania? Akitukanwa anarudisha na anamwambia wewe mwenyewe. Hata kama ukutamka ile tusi, kitendo cha kumwambia kwamba wewe mwenyewe, maana yake umefanyaje? Umetukana, umerudisha ubaya. Sasa watu wa jinsi hii wanakwenda wapi? Kama unaweza kurudisha mabaya kwa mabaya, alafu unajifariji kwako utakwenda mbinguni, unajidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unajidanganya mapema kabisa. Mbinguni haiwezi kuingiwa na watu wanaoangalia. Tukiangalia kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 5. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 5. Anasema, bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako. Bwana Yesu asifiwe. Haya maandiko Paulo alimwandikia Timotheo, sababu Timotheo naye alikuwa ni mchungaji. Kwa hiyo tunaona Paulo anamwandikia, anamwambia kwamba atimize huduma yake, avumilie mabaya, kwa sababu katika kazi yoyote ya Mungu hauwezi kukutana na mema tu, lazima na mabaya yatakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima mateso yatakuwepo huko, lazima na dhiki zitakuwepo. Kwa hiyo alikuwa anamuonya, anamwambia kwamba avumilie mabaya, afanye kazi ya kuhubiri Injili, na mwisho aweze kutimiza huduma yake ambayo alitiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba hata katika huduma ambazo Mungu ametupa, yako mateso yanayotukuta kwa ajili ya huduma, ziko changamoto zinazotukuta kwa ajili ya huduma, ambazo Mungu anataka leo uweze kuvumilia ili uweze kufika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ambavyo Yesu alivyoweza kuvumilia akaimaliza kazi yake salama, na leo Mungu anataka kila mtu aweze kuvumilia ili aweze kufanyaje? Aweze kufika salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaangalia watu mbalimbali ambao walipitia kwenye mateso makali, lakini wakavumilia na hatimaye wakashinda. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa kwanza tutamwangalia Ayubu, kisha tutamwangalia Ana, na kama muda utatosha pia tutaweza tukamwangalia na Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watu ambao waliishi maisha ya uvumilivu, ni watu ambao walikutana na mazito na magumu, lakini waliweza kufikia mpaka mwisho. Ayubu habari zake tunazijua, hakuna haja ya kusoma kwa sababu yamkini umekwisha kuyazoelea, lakini neno la Mungu alizoeleki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa habari ya Ayubu tunaona kwamba Ayubu alikuwa ni mwenye haki katika dunia ambayo ilikuwa imejaa dhambi. Ayubu alikuwa ni mwenye haki, na hivyo tunaona alikuwa ni tajiri mkubwa sana katika dunia. Alikuwa na watoto, alikuwa na mali nyingi, alikuwa na wafanyakazi, alikuwa na mifugo. Kwa maisha ya sasa tunaweza tukafananisha ni tajiri, tena ni tajiri mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kulingana na utajiri aliokuwa nao,
bado alikuwa ni mcha Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa sababu ya kuwa yeye ni mcha Mungu, Mungu akaweza kujivunia Ayubu. Mungu akajivunia kwa sababu ameona mtu ambaye hatendi dhambi, anazo mali nyingi, anaweza kufanya uovu hata kupitia utajiri alionao, lakini yeye alikuwa ni mcha Mungu pamoja na kwamba alikuwa na fedha nyingi. Sasa tunaona kipindi ambacho Mungu anajivunia Ayubu kwa Shetani. Anamwambia Shetani, umemwona Ayubu jinsi ambavyo ni mtu mwema, jinsi ambavyo anaenda kwa uelekevu, hatendi dhambi, ni mkamilifu mbele zangu. Kipindi ambacho Mungu anajivunia Ayubu, basi Shetani aliweza kusema ni kwa sababu wewe umembariki, ana fedha nyingi, ana mali, ana watoto. Sasa mtu kama huyu ataachaje wewe kukufuata wewe? Ana uhakika wa maisha, uhakika wa kula nao, wa kunywa nao. Sasa mtu huyo ataachaje kukufuata? Basi tunaona kwamba Mungu alimwambia siwe kesi. Hivyo vitu ambavyo unavyoviona kwamba ndivyo vinavyofanya Ayubu aniche mimi, viko mikononi mwako, nenda ukavichukue. Na tunaona kweli baada ya pale Shetani aliweza kuondoka, akaenda kuharibu. Ndipo alipoweza kufanya uharibifu juu ya Ayubu. Akafanya uharibifu juu ya mali zake zote alizokuwa nazo. Akafanya uharibifu juu ya watoto wake wote alionao. Akafanya uharibifu juu ya mifugo yake yote aliyokuwa nayo. Kila kitu ambacho Ayubu alikuwa nacho kikaharibiwa, kikapotea kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na hapo, tunaona kwamba bado Ayubu hakukata tamaa, aliendelea kuvumilia. Hatuoni Ayubu akimtukana Mungu, anasema Mungu, kwa nini umeyaruhusu mambo haya yatokee kwangu? Bali tunaona Ayubu anamtukuza Mungu. Tena anasema kwamba Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake libarikiwe. Ni kinyume cha leo ambao mlokole akiibiwa anaanza kumtukana Mungu, anaanza kuona kwamba mbona Mungu hayupo. Na mwingine hata fungu la 10 kabisa atoi. Nasema kama kuna Mungu ambaye namtumikia, ambaye alisema tukitoa fungu la 10 atalinda mali zetu, mbona mimi nimeibiwa? Kwa hiyo mtu anajaribiwa, inafikia sehemu anasusa kabisa, hata fungu la 10 atoi tena, kwa sababu anaona Mungu ni mwongo. Lakini tukiangalia Ayubu pamoja na kwamba aliibiwa vitu vyote, hatuoni kwamba sehemu ambayo alionyesha kwamba Mungu sio mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bado aliona kwamba Mungu ni mwaminifu na hakumsusia Mungu. Baada ya hapo likawa limepita, Mungu akaendelea kujitukuza, akaendelea kujivunia tena mtu wake Ayubu, kwa sababu pamoja na mateso hayo yote bado hajamwacha. Akafuata tena Shetani, akamwambia umeona yale ambayo ulikuwa unaona kwamba ndio yanamfanya Ayubu aniche mimi, mbona umeyaharibu na Ayubu bado ameendelea kusimama? Mungu akampa tena, Shetani akaomba tena kibali kingine cha pili hicho, asema wewe bado si ana afya njema? Bwana Yesu asifiwe. Sasa niruhusu nikaharibu ile afya, kwa sababu nasema mtu anaweza siku akaacha mali zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu akampa kibali hicho, akamwambia tena nenda ukajaribu hiyo afya, lakini usimguse yeye. Maana yake alimpa mamlaka juu ya mwili wake tu, lakini roho hakumpa mamlaka ya kuigusa. Huwa majipu mwili mzima, majipu ambayo hayaponi. Bwana Yesu asifiwe. Yalikuwa ni majipu mabaya ambayo yananuka, yanatoa harufu. Kwa maana hiyo alikuwa atamaniki. Kama ni mume wako, inawezekana kama una moyo wa Mungu ungekimbia. Bwana Yesu asifiwe.
pamoja na Ayubu kwamba kuona mambo ya kwanza yamekwisha kutokea, hili ni jaribu lingine tena, mwili wangu bado na mateso, ninapitia kwenye mambo haya. Hatuoni Ayubu akiendelea kuongea mabaya mbele za Mungu. Bado tunaona Ayubu ameshuka, bado tunaona Ayubu anamtukuza Mungu. Hasema teteaji wake yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatuoni kabisa Ayubu anaongea kwa upumbavu. Ilifikia sehemu mke wake akaweza kumwambia, wewe unamtumikia Mungu gani? Mungu gani huyo ambaye hawezi kukutoa kwenye hayo mateso? Ni Mungu gani ambaye ameshindwa kuzuia mali zako zisiondoke? Ni Mungu gani ambaye ameshindwa kuzuia hata mwili wako usipatwe na maradhi kama hayo? Nasema bora ni afadhali, kilicho bora umkufuru Mungu wako tu ukafe. Bwana Yesu asifiwe. Imani ya mke wa Ayubu ilifika mwisho. Akaona kwamba haya mambo haiwezekani mtu mwenye Mungu akayapitia, alafu Mungu amenyamaza kimya, na tuone hata Mungu anamtetea. Kwa hiyo akawa anamwambia bora umkufuru huyo Mungu ambao unasema unamtumikia, ukafe tu. Tujue ya kwamba alikuwepo Ayubu amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Ayubu anasimama tena kwa ushujaa, anamwambia wewe ni mwanamke mpumbavu, haujui unachoongea, haujui unalolinena, kwa sababu hatuwezi tukapata tu mema na mabaya tusiyapate pia. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na ushauri wake mbaya kutoka kwa mke wake, bado Ayubu hakumsikiliza. Bado Ayubu aliendelea kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba Ayubu alikuwa kwenye wakati mgumu sana. Alikuwa kwenye mateso makali sana. Mke wake ambaye alikuwa ni mwili wake, Bwana Yesu asifiwe, alikuwa ni mwili wake, si ndio? Mke wake si ndio rafiki wa karibu. Yeye ndo alipaswa kusimama ili kumtia moyo mume wake kwa sababu ya magumu ambayo aliweza kupitia. Yeye ndo ilitakiwa awe sehemu ya faraja, amfariji, amwambie mume wangu haya matatizo unayopitia, bado Mungu yuko, anaweza kufanya njia. Lakini tunaona yeye alibeba silaha ya kuweza kumwangamiza kabisa. Yeye aliongezea machungu kwa Yusufu, kwa Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kuchukua hata kufanya kumfariji, aliongezea machungu. Maanake pale ilitakiwa Ayubu aanze kulalamika, yaani mwanamke nimekuaje, mwanamke aone hata ninayopitia haya, wewe ndo wakuniambia mimi nikafe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu leo pitia kwenye zito likuumize kweli kweli, alafu aje mke wako au mume wako akwambie bora tu wewe ufe, hauna faida ya kuishi duniani. Utajisikiaje? Kwa sababu hii tunasikia kama ni story, lakini leo ikupate wewe upitie kwenye gumu. Yamkini ulikuwa na mali nyingi sana, ulikuwa ni tajiri, utokee moto uweze kuteketeza fedha zako zote na mali ulizonazo zote, alafu mke wako akwambie wewe Mungu gani unayemtumikia, mbona hajaweza kuuzima huo moto? Utajisikiaje? Vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utasikia raha, si ndio? Kwa hiyo mke wa Ayubu bado alimuongezea machungu, lakini Ayubu hakukata tamaa. Aliweza kuvumilia mpaka mwisho. Baada ya hapo tunaona kwamba Ayubu akawa na mwisho mwema. Ayubu akaibuka na ushindi mkubwa. Mwisho wa siku tunaona Ayubu alikuja kuwa tajiri, alikuja kuwa na mali nyingi sana, na wale wote waliomzomea wao ndio wakaingia kwenye mateso. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo inavyokuwa hata kwetu sisi. Yamkini hapo ulipo ni jambo gani ambalo umepoteza? Yamkini umeibiwa, yamkini umepoteza mali, lakini
tambua ya kwamba kama utavumilia katika mateso hayo, Mungu anaweza kurejeshea tena. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wanapoibiwa, wengi tunaona wanapopitia kwenye mateso, ndio inakuwa ni silaha, ndio inakuwa mlango wa kutoka. Lakini tunaona kwamba mateso hayakuwa mlango wa kutoka, bali ni mlango ambao unaotakiwa kumfanya mwanadamu aweze kushinda. Lakini tunaona leo mateso yamekuwa ni chanzo cha watu kuacha wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Sivyo Mungu alivyokusudia. Mungu alikusudia kwamba kwa yeyote atakayeweza kupitia mateso amtazame yeye mpaka mwisho na atamshindia. Lakini leo ukipitia kwenye mateso, malalamiko ni mengi, manung'uniko ni mengi. Mungu ana kazi kubwa. Wanamlalamikia Mungu sana. Mungu gani huyu ambaye hata hawezi kulinda? Mungu gani ambaye ameruhusu mkapitia kwenye jaribu hili? Mbona ukusoma kwa Ayubu alipoibiwa yeye alifanya nini? Wewe changamoto kidogo tu, paka na Mungu umemsusia. Paka na fungu la 10 mwenyewe umemwibia. Kwa sababu muona Mungu hawezi kulinda biashara zako au mali zako. Umejiingiza kwenye dhambi nyingine ya wizi, alafu unajiona uko salama. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukampima kwamba Mungu sio mwaminifu kwa sababu wewe umeibiwa. Hicho sio kipimo. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukampima Mungu kwa namna hiyo. Sasa hiyo ni hatari kubwa sana. Kama unaweza ukapitia jambo gumu ukamsusia Mungu na ukataka ulipe kisasi, umlipe Mungu kisasi, yani wewe bouncer wako ni mkubwa sana. Kama ni bouncer, wewe ni bouncer hasa, kwa sababu unashindana na Mungu. Nani anaweza kumlipa Mungu kisasi? Bwana Yesu asifiwe. Nani anaweza kupigana na Mungu akashindwa? Bona wewe unapigana naye. Bwana Yesu asifiwe. Unapigana naye kwa matendo unayoyafanya. Kwa mambo unayoyafanya unapigana na Mungu. Lakini hautashinda. Hautashinda. Usifikirie kwamba unapigana naye ngumi kama mwanadamu unavyoweza kupigana naye. Yale ambayo unayoyafanya wewe pale huko unapigana na Mungu. Kama unaweza ukampima Mungu, ukaona kwamba Mungu hakutetei na wewe ukarudisha mabaya kwa sababu Mungu hajakutetea kwenye tatizo ulilonalo, jua kabisa unapigana na Mungu na hautashinda, kwa sababu Mungu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna aliyeshindana na Mungu akashinda hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ambaye akili umeibiwa, lazima uvumilie. Bwana Yesu asifiwe. Kama utavumilia, Mungu atarejesha kila kitu, kwa sababu yeye hawezi akakuacha. Katika hali ambazo Mungu ametuahidi ni kwamba hatatuacha. Bwana Yesu asifiwe. Ameahidi kwamba hata tutakapopita katika maji mengi hatutagarikishwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ahadi ambayo Mungu ameahidi kwa wale wote wanaomtumainia, na tumeiona hiyo ahadi ikitimia kwa wale ambao walikuwa ni wavumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama utakata tamaa, jua umekwisha kufeli. Kama utaona kwamba Mungu hayupo, kama utaona Mungu gani unayemtumikia ambaye nitetei, utakuwa umefeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Ayubu leo hawezi kurudisha kwenye uvumilivu. Ayubu hawezi kurudisha kwenye neema ya uvumilivu, kwa sababu usipokuwa nao hata mbinguni hauwezi kuingia. Kwa sababu hakuna mtu atakayeweza kuingia mbinguni kiurahisi kama unavyofikiria. Hakuna. Lango la mbinguni litaingiliwa kwa njia ya ziki nyingi na mateso mengi. Bwana Yesu asifiwe.
Ndio maana nasema ni njia nyembamba. Hautastarehe katika dunia hii ukafanya anasa alafu kafikiria kwamba utaingia mbinguni. Walioingia huko wanasema waliyachukia maisha yao, hata wao wenyewe walijichukia, wakaona hawafai, ndipo walipoweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe unataka leo mbinguni uingie kiurahisi tu unavyojua, ufanye maovu unavyoweza, ufanye tu madudu unavyoweza kufanya. Baada ya hapo uone unaingia mbinguni. Hakuna mbingu namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Au Yesu si ameshamaliza yote, hata tukifanya dhambi hamna shida, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Anasema hakuna hukumu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa hiyo kama hukumu imeshaondoka, tufanye nini? Tukifanya Bwana Yesu asifiwe. Sababu wako wanaopotosha wasema Yesu ameshafia ulimwengu mzima, ameshabeba dhambi za dunia nzima. Kwa hiyo wewe hata ukitenda dhambi hakuna shida, uendelea mbele. Hakuna hukumu juu yao walio katika Kristo Yesu. Alimada mwe tulishamwamini Yesu, ulishamkiri Yesu kwamba alikufa na akafufuka na ukabatizwa. Wewe ukitenda dhambi hakuna shida, soka mbele. Hakuna kitu cha hiyo. Hapo umelishwa matango pori. Bwana Yesu asifiwe. Wasi wanasema umelishwa nini? Matango pori, sio matango original wenyewe. Iwe injili ya namna hiyo ukiipokea, ndugu yangu, ndio kabisa safari yako unakoelekea ni kubaya. Kwa sababu tunaona Paulo anasema tutaishije tena maisha ya dhambi? Sisi ambao tuliifia dhambi, tutaishije tena katika dhambi? Bwana Yesu asifiwe. Anaonesha kama Kristo alikufa na kufufuka kaifia dhambi mara moja, na tangia hapo hakuweza kushindwa tena. Tukisoma Warumi hapa, Warumi sura ya 6 mstari wa 15 anasema, ni nini basi? Tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria bali chini ya neema? Hasha! Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa haki uletao haki? Bwana Yesu asifiwe. Unaona, anauliza hilo swali kwamba tuendelee na maisha ya dhambi ili neema ya Mungu izidi kuwa nyingi juu yetu. Lakini anakataa, anasema haiwezekani kuishi tena kwenye maisha ya dhambi baada ya kumwamini Yesu Kristo. Lakini leo yako mafundisho ambayo yanatuonesha kabisa kwamba unaweza ukamwamini Yesu na ukaendelea kuishi maisha ya dhambi na baada ya hapo ukaingia mbinguni. Sahau. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya namna hiyo ni injili ya kuzimu. Ni injili ambayo inawaandaa watu kwenda jehanamu. Sehemu yote utakapohubiriwa kwamba hapa duniani ni kujitahidi tu, yaani ni kujitahidi tu, lakini uwezo wa kushinda hamna, hiyo injili ni ya kwenda kuzimu. Kwa sababu tunaona Yesu anasema yeye alishinda, na sisi tukimwamini tunaushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana alisema kwenye Mathayo, anasema angalieni mtu asiwadanganye. Asifanye nini? Kumbe wanaodanganya ni watu. Maana anaweza akainuka mtu akakudanganya, akakuambia wewe mtakatifu utaona wapi hapa duniani? Maisha matakatifu utaweza kuyaishi wapi hapa duniani wewe? Akakwambia tunajitahidi tuwe tena dhambi. Neema ya Mungu bado ipo, yamkini hata saa ya kufa utaombewa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Akakudanganya, akakujenga, ukaona kweli hii ni injili sahihi.
Lakini utakapoipokea injili ya namna hiyo, jua kabisa umepotezwa. Mpaka leo tunapoendelea, ziko dini zinazoamini kabisa kwamba baada ya mwanadamu kufa kuna msamaha wa dhambi. Yaani kama kuna watu wamepotea au wamepotea haswa, yaani mtu ameshaaminishwa kabisa baada ya kufa naweza nikasamehewa dhambi. Padri akinisomea misa au shehe akiniombea dua zile, basi mizani ya Mungu kama ilikuwa kuna dhambi nyingi sana zitapungua. Lakini tunaona ni kweli Mungu anaweza kumsamehe mwanadamu baada ya kufa? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa kama vile mwanadamu alivyowekewa kuishi na baada ya kufa ni hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna tena ondoleo la dhambi baada ya maisha haya. Kama mwanadamu yote atashindwa kutubu dhambi zake akiwa anaishi, baada ya kufa hakuna msamaha, ni hukumu. Kabla hata kupanga siku mazishi ni lini, siku tunazika wapi, siku Morogoro wapi, wewe umekuja kwenda kule ambako unatakiwa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo watu wanahubiriwa ukifa utasomewa, hatimaye Mungu atakutoa kwenye mateso. Dini zinawadanganya watu kwamba kuna tohara, sehemu ambayo wale ambao walitenda dhambi ndogo ndogo watafikia hapo. Baada ya muda mchache wataombewa na ndugu zake ambao wako huko duniani, watasomewa misa. Baada ya hapo wafike wapi? Mbinguni. Yaani hata ingekuwa kama hivyo nisije, hakuna sababu ya kuokoka. Basi tungeishi tu kwenye maisha ya dhambi, sio kuwa na sababu ya kujilinda, sababu ya kukubali kuteswa kwa ajili ya Yesu. Kama ingekuwa mbinguni inaingilika kirahisi namna hiyo, kwamba ufanye dhambi ndugu zako wakuombee wewe, Mungu akusamehe. Yaani hakuna kitu na wameshakaribishwa. Na ndio maana hata imani yao inawapa kwamba sisi tutabaki kuwa ni wakosefu, ni watenda dhambi mpaka siku ya kufa. Yaani unaona sala, mtu anasali sala kwamba anakiri imani yake kwamba yeye atakuwa ni mkosefu mpaka siku ya kufa. Huyo mtu ni hatari sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ameshajiwekea kabisa, mimi hapa nilipo, dhambi ni dhambi mpaka siku nakufa na kufanya dhambi. Alafu anataka kitubio, anataka aombewe kufika mbinguni. Ni hatari sana. Yaani kama mbingu ingekuwa inaingilika kwa namna hiyo, dunia nzima, basi hakuna ambaye angepotea. Kwa sababu utakapokufa umewacha ndugu zako huko duniani, si watakusomea tu. Kwa nini tajiri alipofika sehemu ya mateso, ndugu zake hawakumsomea huko duniani, akatoka kwenye mateso ambayo alikuwa nayo akaenda mbinguni? Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo watu wanadanganywa namna hiyo. Ingekuwa ni rahisi sana tajiri tungeona amehamishwa pale alipoingia kwenye mateso, ndugu zake wangefunga, wangemsomea misa na yeye afike wapi? Mbinguni. Lakini tunaona tajiri mpaka leo yupo kwenye mateso. Maanake baada ya kufa hakuna msamaha wa dhambi. Sasa kama wewe na unasubiria siku ukifa mchungaji akusomee, utakuwa umechelewa. Mchungaji kwanza yeye mwenyewe hawezi kufanya hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Maana anajua ukweli upo. Wewe leo unaona kabisa nimetenda dhambi, au tubu. Unaona kabisa moyoni mwako unahukumiwa, Bwana una dhambi hii, lakini bado unaendelea kuwa kigumegume. Maana na wewe unasubiria ufe ili uweze kuombewa misa. Bwana Yesu asifiwe. Kama unasubiria ufe kama ndugu zetu ambao wanasubiria wafe ili waweze kuombewa misa hapo waingie mbinguni, yamkini na wewe una mtazamo huo, lakini utakuwa umechelewa sana. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya wokovu bado ipo. Tina vizuri. Kama anaweza kukuhubiria Bwana ili tatizo halina shida, wewe songa mbele. Yamkini hata mwisho wako
Si unajua Mungu yupo, utaomba tu rehema, utasamehewa. Kama tungejua tutakufa lini, tungeishi tu kwenye dhambi. Kama unajua unakufa mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10 kwa mfano. Ungeweza ukatenda madhambi. Ukishafika mwezi wa 10 sasa unaanza kujitakasa. Kwa sababu unajua hapa naondoka. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Mungu angefanya hivyo, kwa kweli dunia pasingeshika. Yaani angeruhusu tu akwambie kwamba wewe unakufa mwezi wa 10 Bwana. Kwa hiyo huku nyuma ishi unavyoweza. Akirudisha una mwezi wa 10 unafika, jiandae. Pasingeshika hapa duniani. Lakini leo ile hofu ya Mungu ipo kwa sababu tunajua kwamba hatujui siku gani tunayokufa. Na ndio maana unakuta mtu bado anaendelea kuogopa. Nitatendaje dhambi? Yamkini kipindi ambacho unatenda dhambi hii na Yesu akarudi, itakuwaje? Lakini kama tusingefungwa, wanasema kifo ni fungo. Waswahili wanasemaje hivi? Lakini sio fungo. Bwana Yesu asifiwe. Asema kama Mungu angenyoosha kabisa tukajua, ingekuwa hatari sana. Maanake watu wangetenda dhambi sana. Alafu ukisha baki ule mwezi wa toba, ndipo waanze kufanya toba. Alafu wafike mbinguni. Sasa kwa Mungu hiyo haipo. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi ambacho wewe unaishi maisha ya dhambi, yamkini salio lako ndio likubakia. Yamkini ndio muda ambao Mungu alikupa uweze kujiandaa. Lakini kwa sababu wewe haukujua, ukaendelea na maisha ya dhambi, ukaona kwamba kuna maisha bado yapo, na kifo kikakupata kwenye hali hiyo, hapo ndipo unakuwa umepotea, na hapo hakuna msamaha tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unasubiria kesho, utakuwa umechelewa sana. Utakuwa umechelewa. Ni lazima walokole wawe tofauti na wanadini. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ifike sehemu uweze kutofautisha mtu aliyeokoka na mwanadini. Wewe ambaye umeokoka, ni lazima ujue kwamba muda wote unatakiwa uwe tayari. Bwana harusi anaweza kaja muda wote. Lakini yule ambaye hajaokoka hawezi akawa tayari. Anaona kwanza bado yako maisha. Kwanza ajue hata kama kuna kufa. Siku akiona mwenzake amekufa, akiona ile jeneza lile, ndio ufahamu unaanza kujirudi. Kumbe kuna kufa. Kumbe na mimi nitakufa. Watu wengi ndio walivyo. Akienda kwenye mazishi, ndipo na dhamiri yake au moyo wake unaanza kufanyaje? Unaanza kumsuta kwamba na wewe utakufa. Ndipo na watu wengi wanachukua hatua ya kutubu kwa sababu wamejua kwamba kufa kupo. Lakini je, kabla ya huo msiba hawakujua kwamba kuna kufa? Bwana Yesu asifiwe. Unakuta wengi wamekwisha kujisahau, hawaelewi tena kwamba kuna kufa. Wanaishiishi tu, na ndio maana wakiona kwamba Bwana alitoa na Bwana ametoa, ndipo wanaanza kukumbuka kwamba kumbe na sisi tunarudi huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usije ukasubiria ufike kwenye hali hiyo. Bado una nafasi ya kuweza kuandaa safari yako, wa kuweza kuandaa maisha yako, ili bwana harusi atakapokuja muda na wakati wowote uweze kuwa tayari kumlaki mawinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na watamlaki wale ambao waliishi maisha ya uvumilivu, wale ambao walivumilia mateso na majaribu ya dunia hii, wakashinda, ndio watakaoweza kumlaki Yesu. Vinginevyo hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikikutolea ushuhuda kwa jinsi ambavyo niliweza kuishi kwenye neno la uvumilivu. Kwa kweli, kama nisingekuwa mvumilivu, kusema kweli hata leo nisingekuwepo kwenye wokovu.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nina ujasiri mkubwa wa kukwambia kabisa, kama hautaishi kwenye neno la uvumilivu hauendi kokote. Yaani utaishia tu hapa duniani. Kwa sababu nilipitia kwenye mambo mazito. Nilipitia kwenye ndoa chungu sana. Nilipata mateso makali sana. Kiasi kwamba kama nisingevumilia yale, na wokovu nilikuwa nimekwisha kuacha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno la uvumilivu ndio lililonisimamisha mpaka leo niko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipitia kwenye ndoa chungu, kwenye ndoa ambayo ilikuwa ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nakuja kwa wale wanandoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunajua wanandoa unaye mke. Sawa? Wewe ni mme, unaye mke. Mke wako yuko vizuri kabisa, wala sio mgonjwa sehemu yoyote. Lakini ukiomba maji ya kunywa unanyimwa. Bwana Yesu asifiwe. Natumia tafsiri kidogo kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. Natumia nini tafsiri? Bwana Yesu asifiwe. Uko na mke ni mzima, anafanya mambo yake vizuri kabisa. Lakini sasa kama mme, usiku ukiomba maji ya kunywa unafanyaje? Unanyimwa. Na sio kwamba maji hayapo. Maji yapo, yamejaa tele, lakini ukiomba maji unafanyaje? Unanyimwa. Kama mwanaume, wewe unaweza ukachukua jukumu gani? Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna kitu kibaya kama hicho kwa mwanaume yote. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni afadhali mwanamke awe ni mgonjwa, yamkini amejifungua kwa operation. Tunajua kwamba hapo mwanaume lazima utakuwa pole. Sababu hata ukitaka tena mambo mengine wewe tutajua wewe ni mkorofi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaona kwamba uko na mke mzima, haumwi, mzima kabisa, lakini ukimhitaji akupe ushirikiano. Bwana Yesu asifiwe. Ukiomba maji ya kunywa unanyimwa. Kwa mwanaume hilo ni tatizo ambalo linamfanya jisikie vibaya sana. Kwa sababu kama ni dharau iliyopitiliza. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaanza kujiuliza maswali. Kwani nimemwoa aje kufanya nini? Nilikuoa utoke kwa baba yako, utoke kwa wazazi wako uje hapo uje kufanya nini? Uje kula tu ugali ulale? Bwana Yesu asifiwe. Sasa mbona leo unapoombwa autoi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilifikia kwenye maisha hayo, na sio mwezi, ifikia kabisa sehemu mimi nikiishi na mke wangu kama dada na kaka. Bwana Yesu asifiwe. Tena afadhali hata kaka na dada hawezi wakalala kitanda kimoja. Bwana afadhali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilipelekea kawa nimejisikia vibaya sana kama mwanaume. Ni kwa nini huyu mwanamke awe namna hii na huyu yuko vizuri? Ikafikia sehemu labda mimi sijaonesha upendo, kaleta na zawadi bijibomu, nikanunua kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ifikia sehemu hata bijibomu zile pipi nzuri zile nikawa nanunua. Lakini kifika nyumbani kimpa bijibomu, uongo mbaya hapa, mambo yatakuwa ni mazuri. Lakini mpaka bijibomu kiligonga mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka bijibomu iligonga mwamba. Mambo yakazidi kuwa magumu.
Nikirudi narudi niko vizuri, matunda ya kutosha. Ni Bwana. Na hapo bado alilizidi kufanyaje? Kuwa ngumu. Sasa nikajiuliza, haya yote ambayo unayoyafanya, mbona bado matokeo unalipo haya? Bwana Yesu asifiwe. Mbona pamoja na wema huu wote na upendo wote ambao nimeonyesha, lakini hamna kitu? Bwana Yesu asifiwe. Kama mwanaume wewe ungenisikiaje? Bwana Yesu asifiwe. Ungesikia raha. Alafu ile wakati wa kulala sasa. Ukilala tunajua wanawake kuna nguo zile ambazo mnafanyaje za kulala, tunasema za kulalia. Bwana Yesu asifiwe. Hivi nitasema ukiona mchungaji hana hekima ni kwako wewe, lakini najua kuna mtu ambaye atapona. Bwana Yesu asifiwe. Kuna zile nguo za kufanyaje? Za kulalia zile. Hasa ikifika ule muda wa kulala, anapigilia ile. Na hapo akilala kuna mlalo wake ambao Bwana Yesu asifiwe. Nikiongea nafikiri kama utaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ile namna fulani atakavyo analala, yamkini kukuonesha kwamba kuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa mwanaume, unapoona vile, unapomsogelea unarudishiwa nini? Pepsi. Umeshawahi kuona mbuzi ambaye ananyonyesha akiingia mtoto ambaye sio wa kwake? Umeshaona hilo teke analopigwa? Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe kufuga mbuzi yeyote tu ambaye amezaa alafu aingie mtoto mwingine kunyonya kwake, utaona hiyo kazi. Anapigwa. Haijalishi kwamba huyo mbuzi haoni hata huruma kwamba ni katoto kama mwenzangu, kama mbuzi mwenzangu. Anapigwa teke balaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hayo yote niliyaona, na kama mwanaume kweli nijisikia vibaya sana. Ingekuwa ni rahisi kwanza kusema ngoja nimuoneshe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu si wengi wanapofikia hapo, wengi wanafanyaje? Wanaoneshana, si ndio? Wewe ni mbabe na mimi nitakuonesha ubabe wangu kwa wako. Sababu mimi ni mwanaume, uwezo kanifanyia vitu vya namna hiyo. Kwa nilipofikia kwa namna hiyo, na baada ya kuishi kwenye muda mrefu tu kwenye hali kama hiyo, sijaweza kuchukua maamuzi yote mabaya. Bado nilivumilia, nikabaki na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bado nilivumilia, nikabaki na nani? Lakini wewe wiki moja tu umenyimwa maji ya kunywa, umeshavimba. Yaani ni wiki tu. Paka na Mungu tasusa na ibada, utakuja kwamba sasa hivi Bwana kuna mambo fulani hayako vizuri. Yamkini umenyimwa maji ya kunywa kwa wiki moja tu, yanakufanya hadi ukaona kwamba sasa hata Mungu wa nini? Bwana Yesu asifiwe. Kweli unyimwe maji ya kunywa alafu ushindwe na Mungu muone kabisa ni mbaya? Kipindi ambacho napita huko sijawahi kukosa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa sababu sikuwa na machungu, sio kwa sababu nilikuwa sijaumizwa, na maumivu nilikuwa nayo vizuri tu, kwa sababu nina moyo pia. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile wewe ulivyo na moyo na mimi na moyo. Lakini kipindi ambacho napitia kwenye mambo kama hayo, bado sikususa ibada yoyote. Bado niliendelea kumtazama Mungu, nikavumilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini leo yuko tu mwanandoa leo akinyimwa tu wiki moja, basi inakuwa ni shida. Hapa kaliki yamkini hata ibada utasusa.
utaona huyu Mungu gani? Lakini sisi tulipitia huko, sio mwezi, yalikuwa ni maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbona wewe unapopitia hapo, mbona unarudi nyuma, unaona kwamba Mungu hayupo? Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na watu wa ajabu sana ambao akipitia tu jambo gumu, imani anaiweka pembeni kwanza, Mungu baadaye. Mungu anamweka pembeni kipindi ambacho yuko kwenye tatizo, kipindi ambacho yuko kwenye jaribu, kipindi ambacho ni mke au ni mume amemwinukia, Mungu anaweka pembeni kabisa. Lakini vivyo Mungu alivyokusudia tuishi maisha namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu amesema, mwanangu, utakapoona matatizo, majaribu, mateso, wewe achana na mimi, afu utarudia baadaye. Iko njia namna hiyo. Lakini walivyo wengi ndivyo walivyo mpaka leo. Uvumilivu katika kanisa umekuwa ni mdogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uvumilivu umekuwa ni mdogo sana, na jambo ambalo ni la hatari, kwa sababu bila uvumilivu tunaona mwanadamu hawezi akafika. Huwezi ukafika huko unakokwenda. Na ndio sababu kubwa ambayo ilifanya wana wa Israeli wakakwama kabisa. Safari yao ikaishia pale jangwani. Safari yao imeishia pale jangwani kwa kukosa uvumilivu. Baada ya kuona kwamba Mungu amewatoa kwenye mateso na anawapeleka kwenye nchi ya ahadi, nchi ya ahadi na maziwa, kipindi ambacho Mungu anawapitisha katika jangwa, pale wema wa Mungu wote walifutwa. Bwana Yesu asifiwe. Wema wa Mungu ulifutwa wote, akaonekana Mungu ni mbaya sana. Akaonekana huyu Mungu mbona amekuja kutuangamiza? Kwa nini asiketuacha kule Misri? Kule Misri tulikuwa tunakula matango, tulikuwa tunakula vitunguu saumu, tulikuwa tunakula matikiti maji. Huyu Mungu ambaye amekuja kutuleta huku jangwani, hakuna hata maji ya kunywa, amekuja kutuleta huku ili atuangamize. Bwana Yesu asifiwe. Lakini je, tukijiuliza kwamba mpango wa Mungu ilikuwa ni kuangamiza? Ilikuwa ni kwamba wao watoke kwenye mateso ambayo Farao alikuwa akiwatumikisha. Lakini baada ya kuingizwa tu kwenye jaribu kidogo ambalo ilitakiwa uvumilivu wao wauoneshe, ili baada ya hapo wayaone matunda, wakamwasi Mungu, wakaacha ile imani, wakamtukana Mungu, wakamkana Mungu, wakaona kabisa Mungu anakwenda kutuangamiza. Na ndio sababu ilifanya wengi wakaangamia. Mpaka leo tunasoma historia yao, hawakufika Kanaani. Watu wawili tu waliokuwa wavumilivu, Yoshua na Kalebu. Hivi nasema walikuwa na roho nyingine, ambayo ndio roho ya uvumilivu, iliwaweza kufanyaje? Kuwafikisha katika nchi ambayo Mungu alikuwa ameahidi kwamba atawapeleka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona wale waliokuwa wavumilivu ndio walioweza kuingia. Na leo bado safari tunayo. Sisi ndio Israeli sasa hivi, taifa takatifu ambalo Mungu anasema ni watu wa milki yake. Kwa hiyo yamkini mateso ulionayo, changamoto ulionayo, Mungu anakupitisha ili uweze kuona, ili uweze kufikia kwenye nchi ya ahadi na maziwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pale ambapo unapoacha njia, unaporudi na kuona kwamba Mungu sio kitu, hapo ndipo unajaribu mwenyewe na ndipo unajikwamisha mwenyewe, na safari yako tunaona itakwama na mwisho utakuwa wa kupotea. Kwa sababu waliofikia kwenye huo ugumu, wakaona kwamba Mungu anatutesa, Mungu hatusaidii, waliangamia. Je, na wewe unataka ukaangamie? Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unataka ukaangamie?
Mbona kwenye magumu unayopitia umeona kwamba Mungu anakutesa? Mbona unaona kwamba Mungu hakusaidii? Msaada wa Mungu umefuta kabisa. Tuko kwenye mateso na hataki tuangamie, anatupeleka kwenye nchi nzuri. Wangevumilia tu pale, lakini walipiga kelele, wakampigia Musa kelele, Bwana, tunataka maziwa, tunataka kware, tunataka nini? Wasema tunataka nyama. Baada ya Musa kuona malalamiko ni mengi, kamsi Mungu akafanya miujiza yake, wakala nyama kweli. Kware walizila sana, na maana pale jangwani walikula sana, lakini nchi ya ahadi hawakuingia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini leo unaweza ukamfuata Yesu, baraka ukazipata, maana ukaipata. Maana yake ndio tunaweza tukasema baraka, fedha, ukala mana, ukala kwale, lakini mbinguni usiingie. Bwana Yesu asifiwe. Hicho sio kipimo kwamba wewe utafika mbinguni. Kipimo cha mafanikio ya hapa duniani sio kwamba uthibitisho kwamba wewe utakwenda mbinguni, bali watakaofika katika ufalme wa mbinguni ni wale watakaovumilia mabaya ya dunia hii, wale ambao watakubali kuteswa pamoja na Kristo, wale ambao watakaokubali kuvumilia mpaka mwisho, au ndio watakaofika salama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata uwe na hela kiasi gani, kama Mungu hautamchukulia ukampa heshima yake Mungu kama Mungu, wewe utakuwa ni wakupotea. Bwana Yesu asifiwe. Kiukweli nina shuhuda nyingi sana ambazo nikizitoa hapa sema ni muda mfupi, lakini kwa ushuhuda nimeona ushuhuda mwingi sana kwenye maisha yangu, jinsi ambavyo nimepitia kwenye magumu na nilipovumilia nikaona ushindi mpaka sasa hivi nimefikia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na bado sijafika, maana yake bado uvumilivu unahitajika. Bwana Yesu asifiwe. Bado sijafanyaje? Sijafika. Kwa hiyo kadri ambavyo nitakavyoendelea kuvumilia tena, maana yake ndipo nitakapoweza kuyafikia mema ambayo Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa kwa sababu siku zinazokuja tunatarajia kuona kwamba tutafanyaje, tutafungisha ndoa nyingi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ziko ndoa zinakuja, si ndio? Kwa hiyo nikuone au nitoe tahadhari kwako wewe ambao utakayeoa au utakayeoa. Nafikiri umesikia ushuhuda ambao nilitoa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambao umeoa au ambao umeolewa ukapitia kwenye changamoto kama hiyo, alafu ukamwacha Mungu, utakuwa umefanya vitu vya ovyo. Kama ni mwanamke utaolewa, alafu ukafika kwenye ndoa yako ukaanza kuleta vurugu, mara ni muda na kuhitaji unaanza kutoa uzuri, na hapo pia utakuwa umekosea sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wengi wanakosea, wengi wanasahau. Leo ni binti anahamu sana, anatamani sana aweze kuolewa, lakini baada ya kumpata huyo mke sasa, angalia wakishafika kule nyumbani yanayoendelea nini. Baada ya siku 2-3 wakishaanza kuzoeana, ndipo tunapoona kwamba malalamiko anaanza kuja kwa mchungaji. Huyu sijui anafanya nini, sijui nini, hanipi tendo la ndoa, sijui nini. Hapo ndipo tunapoona matatizo yanaanza kuinuka. Lakini mbona kipindi ambacho unatamani hiyo ndoa, mbona ulionekana ni mwema? Bwana Yesu asifiwe. Inakuwaje ukifika tena huko ukawe mbaya? Na msije mkawataabisha watu alafu mkafanya vitu vya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwanadada utakayeolewa, ukienda kufanya mambo ya ajabu, hatutakuelewa kabisa.
kwa sababu kwanza gharama. Watu wamekaa chini, watu na akili zao wamesumbua muda wao, sijui ni kamati ya nini. Unajua mambo ya ndoa yana mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maandalizi mengi hapo, kamati zikae, wapange, kama ni michango ipite. Yamkini hata kamati saa nyingine ikiona kwamba hela haijatosha, wao tena wanaingia mfukoni kuhakikisha kwamba wanafanyaje, wanakamilisha hilo swala liweze kukamilika, si ndivyo? Lakini yule mwanadada anapoenda kufika kwenye ndoa anasahau, anaanza kuleta mambo ya ovyo. Kama utatokea hapo kileta hayo mambo, hatutakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tujenge mabinti ambao wakitoka hapa, wakiingia kwenye ndoa zao, mwanaume hatajutia. Mwanaume aseme kiukweli, nimepata sehemu sahihi, nimeoa kilicho chema. Sio binti unatoka hapo na kwenda kwa mwanaume anaanza kujuta, ni kwa nini nimeoa hii balaa, nimefanya nini? Au majuto yatakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hilo nalionya mapema kabisa. Nikitokea kwako, kama ningekuwa na uwezo ningemwambia Mungu akucharaze, kwa sababu unakuwa unatania, hauko serious. Umeomba ndoa, kamati zimekaa, baba mchungaji ameandaa, kama ni sherehe, vikao vimekaa, alafu mwisho wa siku uje kutuchezea michezo ya ajabu ajabu, hatutakuelewa hata kidogo. Uje kupita kwenye njia ambazo wenzako wamepitia huko, hatutakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaki kusikia kesi za namna hiyo. Tunataka kusikia kwamba watu wameoana, wanaendelea na maisha, wanamtukuza Mungu, na kupitia ndoa yao Mungu anatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Malalamiko hatutaki kusikia. Malalamiko kwamba sijui ameninyima, amefanya nini, hatutaki kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Na kama utatokea namna hiyo, ni kweli hata Mungu kama anaweza kufanya jambo lolote, kama ni kipigo, mimi naweza nikasema upigwe tu. Upigwe. Bwana Yesu asifiwe. Au nakemea kwa nguvu zote, kwa sababu najua changamoto yake. Wengi wanaweza wakasababisha hata waume zao kufanya dhambi ambazo hawakutarajiwa kwa sababu ya mambo kama hayo. Wewe ulikubali nini kuolewa kama ukutaka? Si ungebaki kwa mama yako au kwa baba yako? Ungebaki huko. Umetoka kwa baba yako, umeenda mpaka kwa mume wako, alafu unafika kule tena unaanza kutoa mambo ya uzuri. Wewe siku leo nini? Sijisikii vizuri. Kama ujisikii vizuri, ungebaki kwa baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukibaki kwa baba yako ili mtu asikusumbue. Kwa sababu tunaona kwenye agano la ndoa amesema utavumiliana naye kwenye shida na raha. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye shida na nini? Sasa wengi wakifika kwenye shida hakuna uvumilivu. Hatujaoana tu ili tuweze kupata mema tu, au ili tuweze kula raha tu, na kwenye shida na wewe pia uoneshe ushirikiano. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mwanamke kakichwa kanauma au mafua, mume wake akimhitaji amwambia naumwa. Wewe unaumwa kweli wakati wagonjwa wako hospitali? Bwana Yesu asifiwe. Mafua ya kufanya wewe uweze kutoa uzuri kwa mume wako, umwambie kwamba wewe unaumwa wakati walioumwa wamelazwa mwilini. Hiyo ni ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ajabu sana. Hatutaki kuona mambo ya namna hiyo katika kizazi hichi au katika ndoa zinazokuja. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaki kuona mambo hayo kabisa. Kama ni kusuluhisha makesi, zimesha suluhishwa mpaka na saa nyingine wachungaji wanachoka, mnawachosha bure. Ni nyie pige sehemu kwamba muweze kujiseti. Bwana Yesu asifiwe. Uweze kujiseti mwenyewe tu. Kama nilitoka kwa baba yangu hapa nimekuja kufanya nini? Je, kwa baba yangu ulikuwa hauli ugali?
Bwana Yesu asifiwe. Kwa mama yako ulikuwa uli ugali? Sasa mbona unapofika kwa mume wako unaanza kuleta uzuru, unaanza kuinua changamoto ambazo hazipo, hazina msingi, hazina kichwa. Mafua, unauma mafua, unasema unaumwa. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kama atakuwepo mtu wa namna hiyo, kwa kweli atakuwa amekosea sana. Ilitakiwa kwenye shida na raha wote mshikane. Hata kama unaumwa, hata kama una udhaifu kiasi kwamba bado una nguvu kidogo, bado na hapo uoneshe nini? Ushirikiano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio kama kwa kidogo, mimi naumwa ndio sababu ndio tiketi. Kwanza ungebaki kwa baba yako. Na kama unajua hivyo, usiolewe kwa sababu utasumbua watu. Usiolewe. Kama utakuwa ni mtu mwenye sababu, mwenye uzuru ambazo hazina vichwa, baki hivyo uwe sister. Bwana Yesu asifiwe. Kwani ukiwa sister ni dhambi? Hakuna sababu ya kwenda kusumbuana. Ukiona wewe unataka kusumbuliwa, baki sister. Tujue kwamba mtu fulani sister, yeye hataki usumbufu wa mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna sababu ya kuja kufungisha watu ndoa, hapo wakaanza kuleta tena matatizo. Mchungaji nini mchungaji? Mchungaji wana mambo mengi, wana maombi mengi, na wewe uanze kuleta tena matatizo yako kwa mchungaji, na wakati ni mambo ambayo unaweza kuyafanya. Sini kuchoshana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni lazima kila mmoja asimame kwenye zamu yake. Walioolewa wasimame kwenye zamu zao. Ambao hawajaolewa watakapoolewa waweze kujua kabisa njia ya kupita ni hii. Hatutakiwi kuenenda kwa namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi nafikiri kwa machache hayo yatakuwa yanatosha. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio mwisho wa neno. Nimepita kwenye sehemu nyingi na kusudi kubwa ilikuwa ni uvumilivu. Kwa hiyo Mungu anataka kama kanisa kila mmoja aweze kurudi kwenye uvumilivu, kwa sababu huo ndio utakaoweza kufikisha wewe pale ambapo unapotaka kufika. Lakini kama utauacha mapema, hautaweza kufika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wako wengi ambao wamekwisha kuacha uvumilivu. Muda huu tutaenda kumwomba Mungu na tutaomba pia neema ya Mungu, maana neno la Mungu linakuja pia na neema au na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu aweze kuturejesha tena kwenye neema ya uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati huu tutasimama tumuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa falme, asante Bwana kwa ajili ya neema yako. Baba, niwe peke yako ambaye unaweza, mfalme wa falme. Bwana Yesu asifiwe. Tutamwabudu Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama
ndugu kama wewe, hakuna wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Tutaenda kumwomba Mungu. Kama ni toba utaomba. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa falme, Baba, asante kwa ajili ya neno lako Bwana ambalo umelituma kwa ajili ya siku ya leo. Baba, ni kweli umeona kanisa limekosa uvumilivu. Baba, ni kweli unajua maisha yetu, mfalme wa falme. Ni kweli Bwana, hata baada ya kupitia kwenye matatizo, Baba, ni kweli Bwana, tumekuacha wewe, Mungu mwenye nguvu na uweza, mfalme wa falme, Mungu mwenye nguvu. Baba, naomba neema na rehema zako juu ya kila mmoja Bwana ambaye anasikia neno hili. Baba, naomba ukarehemu. Baba, naomba ukasamehe, ukalitakase tena kanisa lako Bwana, ukalioshe tena kanisa lako Bwana kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Baba, ukaondoe uovu. Baba, ukaondoe machukizo. Mungu mwenye nguvu na uweza, achilia neema na rehema zako Bwana pale ambapo Bwana kanisa limeshindwa kupita katika uvumilivu, pale ambapo Bwana tumeshindwa kuvumilia. Baba, naomba neema na rehema zako kwa kila mmoja Bwana ambaye amesikia neno hili. Baba, naomba ukatie neema na rehema zako Bwana. Baba, naomba ukalioshe tena kanisa lako. Baba, naomba ukalisafishe tena kanisa lako, likaweze kukufaa, likaweze kukufaa wewe, likaweze kukufaa Mungu mwenye nguvu. Achilia tena neema ya uvumilivu, achilia tena nguvu ya uvumilivu, maana unataka tuvumilie ili tuweze kufika kwako. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, naomba neema yako Bwana ikawajue kila mmoja. Baba, naomba uvumilivu ukawajue kila mmoja kwa yale yote magumu anayopitia. Baba, ukawape nguvu ya kuvumilia kila anayepitia mazito, kila anayepitia majaribu. Bwana, ukatilie tena nguvu ya uvumilivu ili sote Bwana tukaweze kukulaki mawinguni, ili siku ile Bwana utakaporudi Baba tukaweze kukulaki. Asiwepo hata mmoja wa kuachwa, asiwepo hata mmoja wa kuonekana amekosa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mungu mwenye nguvu na uweza, maana umesema Bwana unapenda wote waweze kuingia, na ndio sababu hata umesema Bwana kuvumilia kwako ni kwa sababu upendi hata mmoja aweze kupotea, bali wote waweze kufikiria toba. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, nalikabidhi kanisa mikononi mwako Bwana. Naomba neema yako Bwana ikawe juu ya kila mmoja, neema ya uvumilivu Bwana, kila mmoja akaweze kuvumilia katika changamoto, katika magumu, katika majaribu. Hatimaye Bwana tukaweze kushinda yote yaliyotukuta. Mfalme wa falme, Mungu mwenye nguvu, Baba onekana kwa kila mmoja. Baba onekana kwa wanandoa, kwa kila aina changamoto Bwana, ukaachilie uvumilivu mfalme wa falme, ukaachilie tena uvumilivu. Kila mmoja Bwana akaweze kuvumilia, kila mmoja akaweze kustahimili, ili tukaweze kufika mwisho, ili tukawe na mwisho mwema. Baba onekana Mungu mwenye nguvu, Baba onekana mfalme wa falme. Napinga mafundisho potofu, napinga ya dhambi mwovu, kila kusudi bara yule mwovu linaloinuka ili watu washindwe kuvumilia, linaloonyesha kwamba watu Mungu hafai. Napinga kusudi hilo kwa jina la Yesu, halitafanikiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba achilia tena uvumilivu kwa kila mmoja. Baba achilia tena neema ya kuvumilia. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, kila mmoja Bwana akaweze kuwa na uvumilivu, kila mmoja Bwana akaweze kuishi maisha ya uvumilivu, maana ndio maisha ambayo yatakayoweza tufike mwisho salama, ndio maisha yatakayoweza kutufikisha katika ufalme wako. Maana umesema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeweza kuokoka. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, bado tunakuhitaji wewe Bwana, bado tunahitaji neema ya uvumilivu ili tuweze kuokoka Bwana, ili tuweze kufika katika ufalme wako. Baba ukaachilie neema ya uvumilivu kwa kila mmoja,
kila mmoja Bwana kaweze kuvumilia katika matatizo wanayopitia, katika changamoto wanazopitia. Baba, achilia uvumilivu, achilia nguvu ya uvumilivu, kila mmoja akavumilie Bwana sawa sana kusudi lako, hata saa ile utakaporudi Bwana, sote tukaweze kulaki mawinguni, sote tukaweze kupata unyakuo, kwa sababu ndio kusudi lako Bwana ambalo umekuja, ili kila mmoja aweze kupata uzima wa milele. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, baada ya neno hili Bwana, asiwepo hata mmoja wa kupotea Baba, asiwepo hata mmoja wa kupotea, asiwepo hata mmoja wa kupotea Bwana, bali sote tukaweze kufika mahali ambapo umekusudia. Baba, nakushukuru mfalme wa falme, maana mawazo yako ni mema, maana unatukusudia leo mema, maana unataka tuvumilie ili tuweze kurithi uzima wa milele. Baba, nakushukuru maana unaweza. Sifa na utukufu ni zako, katika jina la Yesu. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi tumefika mwisho, kukaribisha kiongozi